risala ya wahitimu. Mgeni rasmi, Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu, Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Furaga, Naibu Katibu Mkuu Taaluma, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, Mwenyekiti wa Baraza la Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume, wajumbe wa Baraza la Taasisi mliohudhuria, Mkuu wa Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume, Naibu Mkuu wa Taasisi Utawala, Mipango na Fedha, Naibu Mkuu wa Taasisi Taaluma, Utafiti, Ubunifu na Ushauri Elekezi, waheshimiwa wabunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi mliohudhuria, viongozi na watendaji mbalimbali wa serikali na vyama vya siasa mliohudhuria, wakuu wa idara, divisheni na vitengo wa Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume, wakufunzi na wafanyakazi wa Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume, wahitimu na wanafunzi wa Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume, waandishi wa habari mliohudhuria, wazazi na walezi, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali yote naomba kwa kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na uzima sote kuweza kufika hapa katika siku hii muhimu ya mahafali ya 11 ya Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume. Kipekee tunatoa shukrani zetu za dhati kwako kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya ya 11 ya Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wahitimu wenzangu wa mwaka wa masomo 2024-2025, napenda kuchukua fursa hii adhimu kutoa risala katika siku hii ya kihistoria ya mahafali ya 11 ya Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume. Kwa hakika leo ni siku ya furaha, siku ya fahari na siku ambayo tunajivunia matunda ya jitihada zetu, juhudi zetu na uvumilivu wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hatua hii tuliyofikia leo haikuwa rahisi, na kwa niaba ya wahitimu wenzangu tunatoa shukrani za dhati kwa wazazi, walezi na familia zetu ambao kwa upendo wao, maombi yao na mchango wao wa hali na mali wametuwezesha kusimama hapa leo. Walitupa moyo tulipokata tamaa, walitushika mkono tulipoanguka na walituongoza pale tulipoelemewa. Tunakiri kuwa bila wao safari hii isingetimia. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda pia kuwapongeza na kuwashukuru wakufunzi wetu, wafanyakazi na uongozi mzima wa taasisi kwa uvumilivu wao, kujitoa kwao na kutuongoza kikamilifu katika safari yetu ya elimu. Walitufunza si tu maarifa ya kitabu bali pia maadili ya kazi, nidhamu ya utumishi, ubunifu na uadilifu, sifa ambazo ndio nguzo kuu ya mafanikio yetu katika maisha yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kiwapokee niwapongeze sana wahitimu wenzangu wote kwa kuwa safari tuliyotembea haikuwa nyepesi. Ilikuwa safari yenye milima na mabonde, safari ya misukosuko na changamoto, safari ya kukesha na kufanya kazi kwa bidii. Lakini leo hii tumesimama hapa tukiwa tumekamaa, tukiwa tumepata ujuzi bora, stadi za kazi na mtazamo chanya unaotuwezesha kuingia katika soko la ajira na hata kujiajiri. Hivyo tunajigamba kwa kusema tuko tayari kuwa nguzo katika maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha masomo yetu tumejengewa uwezo mkubwa katika kutumia teknolojia za kisasa. Tumepata mafunzo ya vitendo katika taasisi yetu kupitia maabara, karakana na pia mafunzo ya vitendo viwandani, kwa kitaalamu tunaita industrial practical training. Tumefundishwa stadi za kazi, nidhamu, utiifu na mbinu za ubunifu. Tumeandaliwa vyema kuingia katika mazingira ya ushindani na hata kubuni majawabu ya changamoto ya jamii yetu. Wahitimu wa KIST sio tu wataalamu bali ni wafanyakazi wenye maadili, watatuzi wa matatizo na wabunifu wenye dira. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya, safari yetu haikukosa changamoto. Baadhi ya changamoto tulizokumbana nazo ni uchache wa kompyuta zenye uwezo mkubwa kwa ajili ya kuchakata mifumo mbalimbali tunayoitumia katika mafunzo kwa haraka na usahihi.
uhaba wa vifaa vya kisasa katika kituo cha ubunifu cha taasisi, yani Innovation Hub, uhaba wa nafasi kwa ajili ya mafunzo ya viwandani unaopelekea wanafunzi kuhangaika kupata nafasi hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaiomba serikali kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali pamoja na wizara yako ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu kuwapokea wahitimu katika nafasi za ajira serikalini na taasisi zake, kutoa fursa za mikopo na uwezeshaji wa vijana kupitia vituo vya ubunifu, yani Innovation Hub, kusaidia kuboresha mazingira ya ubunifu ndani ya taasisi ili vipaji vya wanafunzi visishie darasani bali vitumiki katika jamii. Na kwa vile wizara yako ina dhamana ya ubunifu, tunaomba muwe karibu na KISTI ili ubunifu uwe sehemu ya maisha yetu na kuleta maendeleo makubwa kwa Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomaliza masomo yetu tunaahidi kuwa tutaendelea kuwa vijana waadilifu na waaminifu, tutaendelea kuwa wabunifu na watendaji bora, tutaendelea kuitumikia jamii yetu kwa weledi na uzalendo, na tupo tayari kuingia kazini kulitumikia na kulijenga taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunathamini juhudi zako katika kuwatumikia Wazanzibari katika majukumu mbalimbali yanayopatiwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Aidha, tunaishukuru Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutupatia mikopo iliyotuwezesha kufanikisha malengo yetu na kufanya maisha yetu ndani ya taasisi kuwa mepesi, sambamba na kuwekeza katika elimu na kuimarisha mazingira ya kujifunzia kwa vijana wa Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi wote, wazazi na wageni waalikwa, tunawashukuru tena kwa kutenga muda wenu kwa kuhudhuria katika mahafali haya. Leo tunahitimu, lakini safari yetu ya kujifunza bado inaendelea na tunawaahidi hatutawaangusha. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka wa masomo 2024-2025 jumla ya wahitimu 1039 wamehitimu masomo yao. Kati ya hao wanaume ni 705 na wanawake ni 334 kwa ngazi ya stashahada, shahada ya juu, stashahada na astashahada. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka huu wa masomo taasisi imepiga hatua kubwa zikiwemo ujenzi na uboreshaji wa karakana na maabara kupitia mradi wa Austria pamoja na SMZ, kuimarisha ubora wa mitaala ili iendane na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya soko, kuongeza matumizi ya tehama katika ufundishaji na ujifunzaji, kukuza mashirikiano na taasisi za ndani na nje ya nchi uliowezesha wakufunzi na wanafunzi kupata uzoefu wa vitendo na fursa za utafiti. Miongoni mwa nchi hizo ni nchi ya Belgium, Ujerumani, Hungary, Italy, Uturuki, Indonesia na Cyprus. Mafanikio haya yametokana na ushirikiano mzuri uliopo kati ya wizara yetu ya elimu, baraza, uongozi, watumishi na wadau wetu, na washukuru wote kwa moyo wao wa kujitolea na wa uzalendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya, taasisi inakabiliwa na ongezeko kubwa la idadi ya wanafunzi wanaojifunza na masuala ya teknolojia, ubunifu na ujasiriamali wa kidijitali. Hali hii imepelekea uhitaji zaidi wa vifaa muhimu vya kisasa vinavyohitajika katika kufundisha, kukuza ubunifu na kuanzisha na kulea startups zinazochipukia. Miongoni mwa vifaa hivyo ni kompyuta zenye uwezo mkubwa, lakini pia kuna vifaa vya networking, 3D printers, robotic kits, AI development kits, IoT modules na vifaa vya digital fabrications. Upatikanaji wa vifaa hivi utajenga mazingira ecosystem imara ya utafiti,
ubunifu na ujasiriamali kwa vijana kwa lengo la kuunga mkono ajenda ya taifa ya uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kuchukua fursa hii kuiomba wizara yako kuwa na mashirikiano karibu na taasisi yetu, kwa kuwa tumekuwa tukilea na kuibua vipaji mbalimbali kwenye sekta ya sayansi na teknolojia. Mashirikiano haya yatawezesha kuleta fursa zaidi kwa taasisi, wakufunzi na wanafunzi kwa ujumla, na hivyo kuchangia maendeleo ya haraka ya sekta hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa shukrani za dhati kwako wazazi na walezi kwa malezi na ushirikiano wao. Na washukuru wakufunzi na watumishi wote wa taasisi kwa kujituma, kufanya kazi kwa moyo wa uzalendo na kujenga misingi imara ya vijana wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho napenda kukushukuru tena kwa kuwa na sisi kwenye mahafali ya 11. Aidha, napenda kuwashukuru wazazi na walezi kwa ushirikiano wao. Kwa pamoja tutaendelea kujenga taasisi kuwa kitivo cha ubora, ubunifu na teknolojia katika ukanda huu. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki KIST au taasisi yetu pendwa. Mungu ibariki Zanzibar na Mungu ibariki Tanzania. Asante sana. Baada ya hotuba hii, naomba nimkaribishe mwenyekiti wa baraza la taasisi Dr. Afwa kuja kuzungumza na hadhara. Nami pia niungane na walionitangulia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehema, kwa kutujalia kukutana sehemu hii leo katika shughuli hii muhimu sana kwa mustakabali wa taasisi yetu ya Karume ya sayansi na teknolojia. Shughuli iliyotukusanyisha hapa, ndugu washiriki, ni mahafali ya taasisi ya 11 ya sayansi na teknolojia ya Karume. Ndugu mgeni rasmi, ni siku ya furaha kwetu kama wanataaluma wa taasisi hii, wakiwemo wahadhiri na wahitimu wetu kuweza kufika katika siku hii. Kama walivyozungumza kwenye risala yao, tunaamini kwamba safari yao haikuwa rahisi, lakini tunawapongeza kwa kufika siku hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya baraza la taasisi ya Karume ya sayansi na teknolojia, napenda kwanza kukukaribisha katika viunga vyetu hivi vya taasisi ya Karume, lakini pia kukushukuru kwa dhati kabisa kwa kuweza kuungana nasi na kuwa mgeni rasmi katika mahafali hii ya 11 ya taasisi yetu ya sayansi na teknolojia ya Karume. Ujio wako Mheshimiwa mgeni rasmi ni heshima kubwa sana kwa taasisi yetu na ni ishara ya dhamira ya dhati kwako katika kukuza teknolojia na ubunifu na maarifa kama nguzo ya maendeleo kwa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi yetu ina dhamira ya kuandaa wataalamu wabunifu wenye ujuzi wa vitendo na maadili mema na uwezo wa kujiajiri na kuajiri wengine. Tunatambua kuwa Mheshimiwa mgeni rasmi, dunia ya leo inaendelea kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar haiko nyuma katika hilo. Imelitambua hilo kuanzia kwenye miongozo yetu mikuu
tukianza na dira ya maendeleo ya 2050 imetambua kabisa umuhimu wa sayansi na teknolojia, na kuna vipaumbele vyake kwenye sekta ya elimu, lakini na kwenye sekta nyingine ikiwemo sekta ya habari na mawasiliano. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi yetu ni kitovu cha ubunifu kama ulivyosikia watangulizi wangu walivyokuja kuzungumza hapa. Tunazo programu mbalimbali za kibunifu, lakini pia tuna vituo vya ubunifu. Tunacho kituo cha teknolojia ya ubunifu, na kwa sasa hivi teknolojia ya akili unde inaendelea kushika kasi zaidi, Mheshimiwa mgeni rasmi, na taasisi yetu tayari inacho kituo cha ubunifu unaoangazia masuala ya akili unde. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa wakufunzi na viongozi na wafanyakazi wa taasisi hii kwa kuwalea vijana wetu hawa mpaka wamefikia siku ya leo kutukusanya hapa tukiwa na furaha kabisa. Asante sana Mheshimiwa. Bwana Hamis Adam Amer, Naibu Katibu Mkuu Taaluma, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, ndugu Amos John Enoch, Naibu Katibu Mkuu Utawala, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Dr. Afua Halfan Mohamed, Mwenyekiti wa Baraza la Taasisi ya Karume, wajumbe wa Baraza la Taasisi ya Karume mliopo, Dr. Mahmud Abdul Wahab Alawi, mkuu wa Taasisi ya Karume, Dr. Mzee Mustafa Mzee, Naibu Mkuu wa Taasisi Utawala, Mipango na Fedha, Dr. Zuhura Juma Ali, Kaimu Naibu Mkuu wa Taasisi Taaluma, Utafiti, Ubunifu na Ushauri Elekezi, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi mliopo, viongozi na watendaji mbalimbali wa serikali na vyama vya siasa mliohudhuria, wakuu wa idara, divisheni na vitengo wa Taasisi ya Karume, ndugu wakufunzi na wafanyakazi wa Taasisi ya Kirume, ndugu wahitimu na wanachuo wa Taasisi ya Karume, ndugu waandishi wa habari mliopo, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, afya na fursa ya kuhudhuria katika mahafali ya 11 ya Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume kwa mwaka huu 2025. Taasisi yenye mchango mkubwa katika maendeleo ya sayansi, ufundi na teknolojia katika nchi yetu. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Taasisi ya Karume kwa kunipa heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi wa mahafali haya. Jambo hili ni ishara njema ya ushirikiano kwa wizara mpya ninayosimamia ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu na Taasisi ya Karume, ikiwa ni moja ya taasisi zinazotoa taaluma katika nchi yetu. Kwa kweli, taasisi hii ina mchango mkubwa na muhimu katika jitihada za kuimarisha ukuaji na maendeleo ya nchi, ikijumuisha sayansi, teknolojia, ufundi na ubunifu. Ndugu wahitimu, nachukua nafasi hii kutoa pongezi za dhati kwa Baraza la Taasisi la Karume, uongozi wa KIST, wakufunzi, wafanyakazi wote na wadau kwa kuendelea kuisimamia na kuiunga mkono KIST katika azma yake ya kutoa elimu bora yenye ujuzi na inayotoa fursa ya kujiajiri au kuajiriwa katika soko la ajira katika zama hizi za mabadiliko ya kidijitali na maendeleo ya teknolojia. Ndugu wahitimu, kwa kuzingatia kuwa siku ya mahafali ni siku maalumu ya kutathmini mafanikio ya taasisi ya kielimu katika kutekeleza jukumu lake la msingi la kutoa taaluma, nachukua fursa hii
kuipongeza sana taasisi ya Karume kwa mafanikio ambayo inaendelea kuyapata katika kuandaa vijana wetu kitaaluma kwa viwango mbalimbali kama ilivyokwishaelezwa awali katika hotuba ya mkuu wa taasisi. Leo ni siku ya furaha, fahari na kumbukumbu kwenu. Mmefanya kazi kubwa, mmeonyesha juhudi, nidhamu katika safari yenu ya kitaaluma na kufaulu vizuri katika masomo yenu na hatimaye kuhitimu. Hongereni sana kwa hilo. Ndugu wahitimu, kama nilivyotangulia kusema, leo ni siku ya furaha kubwa kwenu kwa sababu mmekamilisha mafunzo yenu baada ya jitihada kubwa mlizozionyesha hadi kufikia siku hii ya leo. Jitihada zenu zimewasaidia kuvuka ngazi moja ya kitaaluma na kwenda katika ngazi nyingine. Aidha, taifa limeongeza wataalamu ambao ndio dira ya maendeleo ya taifa lolote ulimwenguni. Ni matumaini yetu kuwa kile mlichojifunza kipindi chote mlipokuwepo katika taasisi hii kitaleta manufaa makubwa sana kwenu na kwa taifa kwa ujumla. Ndugu wahitimu, kuhitimu darasani na kutunikiwa vyeti ni hatua muhimu, lakini hatua muhimu zaidi ni kuweza kuitumia taaluma mlioipata katika kuleta mabadiliko yenye tija na manufaa kwa jamii na taifa kwa jumla. Elimu isiyo na manufaa ni sawa na kupoteza nyenzo na rasilimali bila faida. Hivyo basi, napenda kutoa wito kwa wahitimu wote kuitumia vilivyo taaluma na ujuzi mlioupata ili kuleta mabadiliko katika jamii yetu. Watu wetu wende wakasome katika technicals, makoleji makubwa, wajue kufanya kazi za mashine, warushe ndege, wajue nyingine mnaita nini, tuone sijui ya kuchimba maudongo, wanuse, wajue udongo unatoka chuma, hapa panatoka shaba, hapa panatoka almasi. Hizi elimu za leo ndio tunazitaka. Ndugu wahitimu, nichukue fursa hii pia kuwasisitiza wahitimu wote kutoridhika na hatua hii mliofikia. Itakuwa ni jambo la kujivunia kwa uongozi wa taasisi kuwaona wahitimu wote wanaohitimu hii leo na waliopita wakifanikiwa zaidi kielimu na kufikia katika hatua kubwa zaidi. Hivyo ni vyema kutenga muda wenu na kuhakikisha kuwa mnajiendeleza kielimu, kwani elimu haina mwisho. Nimedokezwa hapa na mkuu wa taasisi kwa wanafunzi wanaohitimu mafunzo yao katika taasisi hii wamekuwa wakifanya vizuri katika vyuo vikuu mbalimbali nchini na nje ya nchi, pamoja na sehemu zao za kazi waliojiajiri na kuajiriwa. Na mimi sina shaka na hilo, ni imani yangu kwamba mtaliendeleza. Ndugu wahitimu, napenda pia kuwaasa wahitimu wote kuwa mna jukumu la kuwa mabalozi wazuri na wenye tija juu ya taasisi hii, kwani mtakapoyasemea yale mazuri yaliyopo katika taasisi hii, ndivyo taasisi itapoendelea kukua na kupelekea jamii yetu inayotuzunguka kunufaika na uwepo wa taasisi hii. Nimefarijika kuona taasisi ya Karume inavyoendelea kutanua wigo na kutoa taaluma za elimu ya ufundi kwa fani mbalimbali katika ngazi ya stashahada na shahada ya kwanza, sambamba na kuongezeka kwa wanafunzi katika fani tofauti. Ndugu wahitimu, aidha mtambue kuwa serikali na jamii kwa ujumla ina matumaini makubwa juu yenu kuwa mna maarifa ya kutosha ya kuchangia kuleta maendeleo katika ngazi ya familia na taifa. Hivyo hakikisheni mnazingatia matarajio hayo kwa kujiepusha kwenda kufanya yale yaliyo kinyume, ikiwemo kujiingiza katika vitendo viovu vya uvunjifu wa sheria na maadili yetu. Endeleeni kuwa na nidhamu na wazalendo, na wakati wote zingatieni utawala wa sheria. Nahitimisha kwa kutakieni nyote kila laheri katika sherehe hizi za mahafali ya 11 ya Taasisi ya Teknolojia ya Karume.
na washukuru wahisani na wale wote waliofanikisha mahafali haya, hususan kamati ya maandalizi, brass band na washiriki wote. Tumuombe Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu amani, umoja na ushirikiano, na atuwezeshe kupata mafanikio zaidi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Baada ya hapo, namkaribisha kaimu mkuu wa taasisi taaluma kwa hatua inayofuata. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ninamkaribisha mkuu wa idara ya uhandisi ujenzi awahudhurishe mbele yako mahafali ya watakaotunukiwa shahada, stashahada ya juu, stashahada na astashahada zinazotolewa na idara ya uhandisi ujenzi. Wanafunzi 22 wamefaulu na anastahili kutunukiwa stashahada ya kwanza ya uhandisi ujenzi, Bachelor of Civil Engineering ya taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume. Nina heshima kuwahudhurisha mbele yako waliopo na wasiokuwepo kama walivyoorodhesha kwenye jadwali nambari 1 katika kitabu cha mahafali. Aka niliyokabidhiwa na watunukia wote waliopo na wasiokuwepo shahada ya uhandisi ujenzi katika taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume kama walivyoorodheshwa katika kitabu cha mahafali. Wanafunzi 22 wamefaulu na anastahili kutunukiwa stashahada ya juu ya uhandisi ujenzi, haya ya diploma in civil engineering ya taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume. Nina heshima kuwahudhurisha mbele yako waliopo na wasiokuwepo kama waliorodheshwa katika jadwali nambari 2 katika kitabu cha mahafali. Na watunukia wote waliopo na wasiokuwepo stashahada ya juu ya uhandisi ujenzi katika taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume kama walivyoorodheshwa katika kitabu cha mahafali. Tukio linalofuata sasa hivi, tunaenda kuwataja wanafunzi bora kwa kila idara kwa mwaka wa masomo 24-25. Kabla ya kusema chochote, ngoja niulize, taasisi ya mamlaka viwanja vya ndege Zanzibar za mupo? Za wapo? Wakala? Hakuna wakala. Lakini sherehe hii, tukio hili linaenda kufuata sasa hivi la wanafunzi bora wote 20 imedhaminiwa na mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar za zawadi mwanafunzi mmoja mpaka wa 20. Hongera sana mamlaka ya viwanja vya ndege katika tukio hili. Lakini pia benki ya watu wa Zanzibar PBZ wakaenda kuweka maua kwenda kuangalisha wanafunzi bora mwaka wa masomo 24-25 taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume. Asanteni sana wadau wetu. Mkuu, kaimu, tuendelee. Kwa mwaka wa somo 2024-2025 tunao wanafunzi 18 ambao watapata hizo zawadi kwa ngazi ya shahada ya kwanza pamoja na stashahada katika
teknolojia Karume, lakini pia atatunukiwa fedha taslimu zilizofadhiliwa na wafadhili wetu Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar. Kwa mwanafunzi wa shahada atapatiwa fedha taslimu ya shilingi 150,000 na kwa mwanafunzi wa ngazi ya stashahada atapatiwa fedha taslimu za shilingi 100,000. Tunaanza na mwanafunzi shahada ya kwanza, uhandisi ujenzi, mwanafunzi Ramadhani Nuhu Mzava. Ramadhan Nuhu Mzava, uhandisi ujenzi. Hongera sana kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Shahada ya kwanza GPA 4.9. Mliosema idara civil ngumu, ndio hii sasa tunakwenda. Mwanafunzi anayefuata ajiandae, mwanafunzi shahada ya uhandisi wa matengenezo ya ndege, mwanafunzi Nadhifa Mashaka Kalo. Mashallah. Shahada ya kwanza ya ndege, matengenezo ya ndege, taasisi ya sayansi na teknolojia Karume. Mwanafunzi bora mwaka wa masomo 24-25 anapata GPA ya kwanza, first class. Tunatengeneza ndege wenyewe na tukarusha ndege wenyewe, yote ndani ya Karume. Mwanafunzi anayefuata ajiandae, ni mwanafunzi anayetunukiwa mwanafunzi bora shahada ya uhandisi umeme na elektroniki, mwanafunzi Ali Suleiman Donje. Profesa Donje, mashallah, hongera sana. Mwanafunzi anayefuata Haji Hamadi Ali anayetunukiwa zawadi bora kwa mwanafunzi wa stashahada ya uhandisi elektroniki na mawasiliano ya anga. Mashallah, uhandisi elektroniki na mawasiliano ya anga, stashahada GPA first class 4.6. Mwanafunzi Hemed Rashid Said ajiandae. Hemed, stashahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano, mwaka wa masomo 24-25 anakwenda kuchukua first class 4.9. Mashallah. Anatunukiwa zawadi bora kwa ngazi ya stashahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Mwanafunzi Nadra Mzee Osman Nadra Mzee, stashahada ya uhandisi computer engineering, first class 4.7. Mabruk. Tutambue na kufahamu wanafunzi hao wote wanapata cheti pamoja na bahasha mzito iliyowezeshwa na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar ZAA. Mwanafunzi Grazia Examperi ajiandae. Grazia Examperi, stashahada ya ubunifu, uendelezaji wa kidijitali, GPA 4.6 first class. Unatembea kwa hisani ya taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume chini ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar ZAA.
class na zinatiririka. Mwanafunzi Hassan Hamis Musa ni mwanafunzi bora anayetunukiwa zawadi kwa ngazi ya stashahada ya uhandisi. Ni mwanafunzi anayetunukiwa zawadi kwa ngazi ya stashahada ya uhandisi mitambo, mafuta na gesi. Injinia mitambo, mafuta na gesi, first class 4.8. Hakika Dr. Mwinyi unazalisha vijana wako mwenyewe na utatumia katika nchi yetu kwa maendeleo ya Zanzibar. Asante sana. Mwanafunzi Murshid Mohamed Rashid ajiandae. Murshid, stashahada ya uhandisi mitambo, first class 4.8. Mabruk. Halifa Mohamed anapatiwa zawadi kwa kutunukiwa katika ngazi ya stashahada ya uhandisi magari. Mohamed Halifa, first class 4.5. Mwaka masomo 24-25. Hongera sana. Mwanafunzi Nurdin Amri ajiandae. Mwanafunzi Nurdin Amri kutoka taasisi Vocational Training, first class 4.6. Mwanafunzi Nurdin Amri anapata zawadi ya kuwa mwanafunzi bora katika ngazi ya stashahada ya uhandisi umeme. Mwanafunzi Abdulkadir Yusuf Mjeni ajiandae. Abdulkadir Yusuf Mgeni, stashahada ya maabara sayansi, GPA first class 4.4. Mwanafunzi Abdulkadir Yusuf Mjeni anapata zawadi ya kuwa mwanafunzi bora kwa ngazi ya stashahada ya maabara ya sayansi na teknolojia. Mwanafunzi Azila Haji Mohamed ajiandae. Mashaallah. Asila Haji Mohamed, stashahada usanifu wa mazao ya majini, EPA first class, amegonga kengele ya mwisho 5 kamili. Mambo mengine kunga siri na vibaya kwamba vifua vyetu compressor zimekufa. Amepata scholarship tena. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imemtunuku tena kwenda kuendelea na masomo ya elimu ya juu uhaibuni. Fatuma Hamadi Mbaru, stashahada ya teknolojia ya usanifu wa mboga mboga na matunda, first class 4.6. Mwanafunzi
Khalfan. Mwanafunzi Khalfan Hai anapatiwa zawadi kwa kuwa mwanafunzi bora katika ngazi ya stashahada ya mafunzo ya mali katika fani ya ujenzi. Wastani grade A. Mheshimiwa mgeni rasmi, bado tukio tunaendelea la kuwapa zawadi. Hao ni wanafunzi bora waliofanya vizuri katika fani mbalimbali ambazo zinatolewa na Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume. Lakini kuna wanafunzi bora ambao wamefanya vizuri zaidi, highest GPA kwa mwaka wa masomo 24-25. Lakini vile vile kuna wanafunzi vile vile leo watakaopata zawadi waliofanya project maalum na mzito endelevu kwa maslahi endelevu ya Zanzibar. Wanafunzi bora highest GPA. Mheshimiwa mgeni rasmi, wafuatao ni wanafunzi ambao wanatunukiwa zawadi kwa kuwa ni wanafunzi bora kwa ujumla katika ngazi ya shahada na ngazi ya stashahada. Wanafunzi hao watatunukiwa cheti pamoja na fedha taslimu. Kwa mwanafunzi wa ngazi ya shahada atapatiwa fedha taslimu shilingi 300,000 na mwanafunzi wa ngazi ya stashahada atapatiwa fedha taslimu shilingi 200,000. Tunaanza na mwanafunzi wa ngazi ya shahada ambaye ni mwanafunzi Ali Suleiman Ndonje. Mwanafunzi huyu amehitimu ngazi ya shahada ya uhandisi umeme na elektroniki. Mheshimiwa mgeni rasmi, huyo ni mtumishi wa shirika la umeme Zanzibar ZECO ambaye anafanya kazi zake kule Pemba. Amegonga kengele mpaka ya mwisho, amepata GPA ya 5. Idara ya umeme amemaliza kabisa, highest GPA. Hongera sana. Umekuja kwa ndege na mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar itakurejesha kwa ndege tena Pemba kuendelea na majukumu yako. Mwanafunzi anayefuata katika ngazi ya stashahada ambaye ni mwanafunzi Asila Haji Mohamed ambaye amehitimu stashahada ya teknolojia ya usarifu wa mazao ya majini. Mabruk! Asila Haji Mohamed kutoka idara ya sayansi amegonga kengele ya mwisho, GPA ya 5 kamili. Na mashallah, mambo mazuri. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ikishirikiana na Chama cha Mapinduzi CCM wanampeleka uhaibuni kuendelea na elimu yake ya juu. Mashallah, mashallah, hongera sana. Hakika Karume tuna jambo la kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa na wahitimu wanaokuja kupokea zawadi, ni zawadi ya project. Hii ni zawadi maalum. Wanafunzi hawa darasa lao lina takribani ya watu 8. Wametengeneza ndege na ipo tayari imekamilika. Wakati wowote ndege inawezeka rushwa. Tunataka ithibati ya mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar kutupa kibali tuweze kuirusha ndege kutoka idara Mechanical Engineering and Aviation. Hii ni project ya kipekee, ndio maana nikakwambia mgeni rasmi, wizara yako itafanya kazi bega kwa bega na Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume, kwa sababu hapa ndipo sayansi na ubunifu ulipozaliwa. Tunarusha ndege Zanzibar. Tuendelee. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kumtunukia zawadi mwanafunzi ambaye atakuja kwa uwakilishi kwa niaba ya wanafunzi wenzake 9 ambao wamefanya matengenezo ya ndege yenye namba PA32310 yenye jina ya Navajo iliyokuwa haifanyi kazi na sasa hivi inaweza kurudi.
kuruka, isipokuwa inasubiri kupatiwa leseni na taratibu nyingine kutoka Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania. Wanafunzi 9 walishirikiana kwa kufanya matengenezo yafuatayo: walifanya matengenezo ya mfumo wa umeme na taa, walifanya matengenezo ya mfumo wa mafuta, walifanya matengenezo ya utendaji wa injini ya ndege propela, walifanya ukaguzi wa matengenezo ya mwili na mabawa ya ndege. Pia walifanya ukaguzi, uhudumiaji na usalama wa mfumo wa magurudumu na breki ya ndege. Kwa niaba ya wanafunzi wenzake, mwanafunzi Sadallah Juma Sadallah atakuja kuchukua zawadi kwa niaba na pia atapatiwa fedha taslimu shilingi 200,000. Asante. TCAA, tupeni kibali sasa. Tumeshiba, tumejitosheleza. Hapa ndipo ubunifu unapozaliwa, hapa ndipo ubunifu unapotendeka. Mchezo tu walizani kwamba Karume hatutaweza kufanya hayo. Leo tunatoa. Kwa wale ambao watakaopenda kwenda kuangalia ndege hiyo, inapatikana katika eneo letu la Hanga lililopo katika mkono wetu wa kushoto katika kiwanja cha mahafali. Wanafunzi hao waliopata GPA, highest GPA pamoja na project Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ wameweka kitita, wanasema wanatoa huduma alafu wanarudisha kwa wananchi wa Zanzibar. Kuna shilingi milioni 1 imekaa maalum kwenu nyinyi. Asante. Na hadi hapa ndio mwisho wa kutunuku zawadi kwa wanafunzi wetu bora katika mwaka wa masomo 2024-2025 katika ngazi mbalimbali zinazotolewa na taasisi yetu ya sayansi na teknolojia ya Karume. Wanafunzi wote ambao wamepokea zawadi, wale wanafunzi bora na zile bahasha mzito, baada ya kumalizika mahafali haya, tuonane jengo la utawala. Kuna mambo mazuri zaidi. Taasisi nayo imeamua kufanya kwa kazi yako iliyotukuka katika taasisi ya sayansi na teknolojia ya Karume. Hii tunaamini ndio mahafali yetu ya mwisho, ila inshallah Dokta akifanya chochote tutakuwa nasi. Lakini baada ya kupokea zawadi kutoka mgeni rasmi na kuomba tena mwenyekiti wa baraza, kuna zawadi maalum mkabidhi mgeni rasmi na yeye. Mgeni rasmi, pokea zawadi kutoka Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Karume kwa mchango wako uliotukuka kwetu. Mwenyekiti, naomba tukae. Picha yetu ya pili ni washirika wetu wa maendeleo, viongozi wa kiserikali VIP 2. Tunawaomba ile kwamba VIP 2 VIP 1